pale. Nikawa unaangalia kabisa, unasema hapa mnyama hapa. Mnyama hapa anatoboa hapa. Ni kweli kaka, kwenye lile kundi ama si kirahisi kama nilivyokuwa nafikiria mimi wakati wanachezeka kidogo. Sio rahisi kama unavyofikiria. Yaani mimi nimezungumza hata jana. Timu za Tanzania ni kama kuna namna zimetiwa kwenye tanuri la moto. Yaani ukijaribu kuangalia makundi ambayo hapo inatia mashaka. Yaani hapa inahitajika tunasema kazi ya ziada kwa viongozi vilabu au viongozi wa vilabu, wachezaji na mabenchi ya ufundi, kwa sababu wanakutana na timu kidogo ambazo ziko bora kuliko wao. Yaani kuna mmoja ambaye unaweza kusema huyu naweza nikapambana naye mguu kwa mguu, lakini kuna wengine unajiuliza ukishindwa kupata matokeo nyumbani, wewe unaweza kupata hayo matokeo. Kwa hiyo ni changamoto kidogo. Kwa hiyo naamini kundi wameliona na wanajua ugumu wa kucheza kwenye hayo mazingira, kwa sababu kwa Simba inaweza isiwe mara ya kwanza kukutana na situation ya kuwa kwenye kundi gumu kama hili, lakini nyakati hazifanani. Yes, nyakati hazifanani. Kipindi hicho ulikuwa na wachezaji wa aina gani, nyakati huko na wakina nani? Tunazungumza hiki ni kipindi ambacho pia wanapitia kwenye hizo nyakati za mabadiliko ya benchi la ufundi. Kuna vitu vingi watu wanatakiwa wavifanye ili mwisho wa siku timu ikae kwenye mfumo na vitu viendelee kuonekana. Tunazungumza kwenye kipindi ambacho Simba ilikuwa inafanya vizuri sana kwenye hatua ya makundi. Haijalishi yuko na nani, ni kipindi ambacho timu ina watu wamekaa zaidi ya miaka mitatu wako sehemu moja. Maongezeko ya watu yanakuwa ni madogo na ni watu ambao wanakuja wana click mapema sana kwenye mfumo. Lakini ukiangalia kundi kubwa la wachezaji waliosajiliwa msimu uliopita, msimu sio sehemu ya timu. Ukiangalia kuna watu wameongezeka kwenye timu msimu huu, bado kuna watu hawajapata form zao. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinatia mashaka na kunifanya niamini kwamba kidogo msimu huu timu za Tanzania ziko kwenye mazingira ambayo kidogo sio rafiki. Kwa upande wa Simba naamini wanaweza wakafanya kitu, ila inatakiwa ivuke ule ukawaida waliouzoea. Vinginevyo inaweza ikawa na wenyewe story ya kwenda hatua ya robo finali, inaweza ikaishia hapo. Yaani makundi ikawa ndo mwisho wa safari yako, tunarudi kucheza FA, tunarudi kucheza NBC. Kwa hiyo ni kazi ya ziada. Wanatakiwa kupandisha soksi kweli bila masiara. Vinginevyo tunaongea biashara nyingine. Kwa mfano hapa kwenye kundi D ambalo wapo na D. Yes, wapo na Petro Atletico, wapo na ES Tunis, lakini pia wale wapi? Yes, Tunis au Atletico au Petro. Petro Atletico ni wepesi. Inaweza ikawa ni wepesi. Wapo pia na Stade Malien. Wana historia yote hao. Yaani walichukua Confederation 2009. Yaani zamani kidogo. Kwa sababu hata kutoka finali juzi. Ni nyuma pia ni shabaki kwa story Juma. Umecheza finali ni msimu uliopita, msimu huu na nini? Yaani tunahitaji hicho. Yaani unajua tukisema historia, kwani kuna vilabu havina historia nzuri. Kwani Pyramid ilikuwa na historia gani kwenye mpira wa Afrika? Timu imekuja juzi, kuna timu ziko hapa na hazijawahi kushinda ubingwa. Simba yuko muda mrefu duniani na hajawahi kushinda ubingwa wa Afrika. Ila Pyramid amekuja juzi na ameweza kuachieve. Kwa hiyo historia yako haichezi. Yaani kwenye siku husika, historia weka nje. Yaani kilichopo hapa ndicho kinaanza kutengeneza tena hiyo. Ndio kitakachokuja kutengeneza historia nyingine. Ni ife au iendelee kuwepo. Asaf, Petro Atletico, Stade Malien pamoja na nani Simba anaweza kupata alama? Timu zote hizo anaweza kupambana nazo na akapata alama. Zote tatu. Nani? Yaani kwenye kupambana tunaamini unaweza, kwa sababu hajaendi pale kushangana. Anaenda kupambana. Nimesema zote. Yaani hakuna Ashrafu ngoja. Kidogo hayo. Subiri kidogo. Jibu Evans. Listen. Sawa. Usivuruge kipindi. Sivurugi. Nataka kumuuliza kitu kidogo. Utamuuliza, muache kwanza. Ngoja. Sawa. Sara kaniuliza kwamba ni nani Simba unaweza kuona kwamba anaweza kaenda kupambana na akapata matokeo, ndio? Kwa maana ya ushindi. Ndio. Tunazungumzia football hapa. Sawa? Yes. Kama ni mpira ambao watu 11 wanacheza na watu 11 wanacheza, unaweza kaenda na timu yoyote hizi nzuri ambazo tunaziona, timu ikapata matokeo tu. Tushawahi kuziona timu ambazo tulikuwa tunaamini kwamba ni bora zikaenda kufungwa na timu ambazo ni za kawaida tu, na kwenye makaratasi ulikuwa unaona ni timu inafungwa. Kwa hiyo kwenye football chochote kinawezekana, lakini tunakuja kuangalia uhalisia wa namna ambavyo unaweza kwenda kucompete. Hapo tutakuja kuangalia current na performance kama timu na opponent wako ambao unapambana nao kwenye timu wamejiandaa vipi, au ubora wao pia nao uko nao vipi. Kuna kipindi tulikuwa tunazungumza hapa kwamba Ahali na Simba ukiwaona on paper hivi
unaona kwamba Simba hawezi kufanya kitu. Lakini Benjamin Mkapa ashawahi kupata sare hapa Simba, si ndio? Dhidi ya Ahly ambaye tunafahamu kwamba ni giant. Na kuna wakati tumewahi kuona Simba inashinda lakini Jwaneng akamfunga Simba. Unaelewa? Lakini on paper ulikuwa unaona kwamba hii ni timu ambayo haiwezi kufanyaje kupata matokeo. So kikubwa ni namna ambavyo timu itajiandaa kwenye mechi ambazo watacheza away na kwenye mechi ambazo watacheza home. Hakuna timu ambayo ipo kwenye kundi rahisi. Unaelewa? Unatofautiana tu ukubwa wa timu ambazo zipo kwenye hizo poti tofauti. Mfano tumekubaliana kwamba lile kundi la Yanga lile ni kundi ambalo Yanga sipo qualify wote mnapigia. Yaani hakutakuwa na story ya kujadiliana kwamba Yanga kwa nini haja qualify. Kwenye kundi la Simba pia hakuna urahisi kama watu wanavyofikiria kwamba nimekufikia Juma hapa. Unaanza kwamba ile Petro Atletico ile unamchukulia poa, lakini ni moja kati ya timu ambazo zimebadilika. Watu walifanya investment ya kutosha. Imeibuka ni moja kati ya timu sasa hivi ambayo inaonyesha huo ushindani. Kuna Petro Atletico, kuna Esperance de Tunis. Hizo ni timu mbili ambazo Simba anatakiwa kuwa nazo makini kweli. Stade Malien ni timu ambayo ukiangalia kwenye rank, ukiangalia ubora uliokuwa nao na Simba kama ni favorite, but hizi timu mbili hizi Petro Atletico na Esperance de Tunis ndio timu ambazo unaona Simba atakuwa yani kama hatuvuka. Unajua Ashraf, unavyoizungumzia Stade Malien chukulia kama katimu kadogo lakini historically kwenye mashindano ya CAF Stade Malien ni wakubwa kuliko Simba currently hii miaka ya karibuni. Stade Malien ameshiriki, tunazungumzia Simba ambaye amefika klabu bingwa mara 4 mfululizo robo finali, lakini pia ni Simba ambaye ametoka kucheza CAF Confederation. Yani kikawaida ukiangalia ile rank unaona kabisa kwamba Stade Malien ni timu nzuri ndio, lakini Simba ni kama wako far better kuliko wao. Sasa ukiangalia Stade Malien 2009 ujue ndo mabingwa wa shirikisho. Hii ambayo Simba amefika finali kwa mara ya kwanza. Wao wamechukua 2009. Ni kweli ukilitazama lile kundi Stade Malien unawaona kama underdog kutokana na budget yao ya kiuchumi, investment na kila kitu. Lakini ni miongoni mwa timu ambazo zinatoka kwenye taifa la soka kwa maana ya Mali. Unavozungumzia Mali ni taifa ambalo vilabu vyake the likes of Joliba utakuwa unawaona kwenye mashindano ya CAF. Lakini ukienda kutazama vikosi vyao uoni kama wametumia milioni 500 kusajili wachezaji. Uoni kama wametumia milioni 200 kusajili wachezaji. Ni kwa sababu wana msingi mzuri wa kuzalisha wachezaji wao wenyewe wenye quality. Ndio maana leo unaweza kuona watu kama kina Kouma wanatoka huko wanakuja Tanzania. Na kuna kipengele kinawekwa kwamba ikija ofa kutoka nje mnatakiwa kuniuza haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo ni moja kati ya timu ambayo unaweza ukaiangalia kwa macho ya kawaida usihisi kama inaweza kuleta huo ushindani, lakini ni moja kati ya timu ambayo hujui situation waliokuwa nayo sasa hivi, hujui generation waliokuwa nayo sasa hivi, wanaweza wakakushangaza. Kwa mfano Yanga tumewaona ni misimu miwili iliyopita walikuwa kundi moja na Madeama. Yes. Kila mtu alipotazama lile kundi kibonde tulimuona ni Madeama. Lakini wote tunakumbuka historically na kila kitu amezizidi hizi timu zote. Kuanzia uwekezaji, mafanikio, tunazungumza bingwa mara 4 wa CAF Champions League. Bingwa mara 34 wa ligi kuu ya Tunisia. Ni majiant, anasajili wachezaji kwa bilioni 2. Kwake sio tatizo. Anajua ni nini kinahitajika kwenye competition kubwa kama hii ya CAF. Kadiri mashindano yanavyokuwa yanabadilika na sogea mbele kwenye hizi knockout stage, group stage, mara nyingi sana huwa wanabadilika kutokana na situation iliyokuepo. Kwa lazima tukubaliane kwenye hili kundi favorite ni Esperance de Tunis. Wa kwanza unamweka pale. Yaani kwenye kila kitu. Kwenye kundi D. Kundi la Simba. Simba. Esperance. De Tunis. Tunamtaja Tunis.
Kuna mtu amemtaja ES Tunis. Esperance de Tunis. Ulikuwa sema ES ni taifa. Unasema kachanganya. Anasema ES Tunis. Sawa. Kwa hiyo de Tunis lazima shiriki na yeye kwa. Lakini kwenye Champions League wana achievement kubwa kuliko hizi timu nyingine zilizobaki mbele, kwa maana Stade Malien 2021-22 ni hawa ambao walikwenda hatua nusu finali kwenye CAF Champions League. Kwenye njia yao walimwendea Mamelodi Sundowns. Nadhani wote mnakubaliana. Wao wachezaji kutoka Brazil, kwa maana ile investment ambayo imefanyika ni kubwa sana. And then unaangalia taifa ambalo wanacheza ni taifa la soka kwa maana ya Angola. Tumekuwa wanafanya Agosto pia tumekuwa tunaona mara kadhaa pia jinsi ambavyo wamekuwa na compete. Lakini ukizungumzia Petro Atletico de Luanda, hawa ndio giant wa soka la Angola na wanajua nini kinahitajika kwa Champions League kwa sababu wana pesa nyingi sana. Kwa hiyo ukiziangalia hizi timu mbili unauona sasa ugumu wenyewe wa kundi. Kwa hiyo ndio atakuwa favorite number kwa upande wako kwenye kundi D. Yes. Amefika na uhalisia. Sasa ningemaliza nadhani ningeconclude hapa, mnaweza mkamilisha maneno. Okay, Simba ukiwatazama kwa maana miaka 4-5 iliyopita wanachokifanya kwenye soka la Afrika kinaogopesha, kwa maana hatua na msimu uliopita wamekwenda shirikisho ndo hao finali. Nataka kusema vitu viwili ambavyo ni vikubwa na vinanipa wakati mgumu sana kudefine future ya Simba kwenye hili kundi. Unajua ni tofauti na ndugu zao Yanga. Wakiwa wana weakness unaweza kuiona. Lakini nimeshuhudia Simba ya miaka 4 ambayo kuna muda iko unga kwenye ligi. Lakini inapokuja swala la michuano ya kimataifa wanabadilika big time. Hiyo ndio kubwa waliokuwa nayo na Simba. Kwamba kuna namna wanajua kucheza mechi ya kimataifa. Hebu ishia hapo. Ndio. Okay. Tunarudi saa 4:30 hapa. Tukirudi tutakwambia mambo mazuri hapa na Ansa tamalizia hapo na tutakwenda kwenye timu yetu ya taifa ya Tanzania. Na wewe umo uwe chekechea sekondari ama chuo, na wewe umo elimu ni ufunguo, uwe mfanya biashara ama mwajiriwa, mchongwa CRDB benki umekufikia. Swahili na wewe umo, na wewe umo mjasiriamali, mkulima wa shambani, diaspora wa mbali hadi malkia wa nyumbani, ukiwa na timu benki tunakusikiliza. Niko na Sara hapa na Sara, nikwambie jambo zuri ni kwamba unajua swala la hujawahi kuwa mlinzi. Kazi yangu ya ilikuwa ni ya ulinzi. Niliajiriwa kwa Mwindi na kufanya research ya kuajiri mimi na pekee. Wanapenda sana kuajiri wale wazee. Of course wazee fulani
ya ulinzi. Kwa sababu vijana unaweza ukafanya deal na vijana. Sasa wale wazee saa 12 pale ametandika kiboti chake nakula usingizi, ana uchafu asubuhi anarudi pale, anaamka anamkuta yupo pale ameshajiandaa nini, anarudi nyumbani anamwambia sina nina usingizi sana, naomba nilale. Alafu anautwanga usingizi pale, akiamka anamuita wife pale, wanamalizana hapo, anarudi kazini. Wanamalizana na nini? Anaenda kazini. Sasa akifika yule wazee wale mara nyingi wakikamatwa, wezi wakifika lazima sema bila na alatia huruma. Wanangu msiwe. Mwizi hawezi kuwa bwana. Lazima uwe na walimu nzuri kama Mr. for security. Ni muhimu sana. Na wewe ulisema kwamba una bidii hapa ni mzuri. Kabisa. Kaka keke ulinzi. Kabisa. Na ulinzi mzuri ni wa for security. Wana bodyguard. Ndio. Wako. Ndio. Yaani mtu yote anaogopa kusogea. Utawahitaji wapige kupitia namba ya 0767622226 au 0757666662. Pale Instagram unapatikana kupitia K4S Security. Inaonekana pia unahitaji ulinzi kwa ajili ya nyumbani kwako, biashara yako, kote huko wanakava K4S Security. Lakini pia nzuri ni kwamba kama unahitaji huduma ya CCTV camera au fensi za umeme, hawa jamani wataalamu kabisa. Kwa hiyo wapigie kwa namba, watafuta Instagram na mambo vizuri kabisa. Mimi na Ashuma kuna kitu kwa na mkia, alafu nataka niende kwa Magunda. Kwa sababu unampa skini nani purpose ana shida. Muamini ana Pafosi. Kaka Pafosi mwalimu kumua. Ndani ya SportPesa. Pafosi amecheza bila Karabakh. Unaendelea ndani ya SportPesa live. Ndio. Jana live mapumziko na odds ya 10 nikachukua. Chelsea shapigwa. Nikachukua odds 2.65. Nikasema Chelsea atoboa. Nikawapa ujue na odds zaidi ya 15. Unaelewa? Zaidi ya 20 hapa. Nikasema sasa hapa naweka na Barcelona mechi na nikatia pale 30. Kanipa kawaida tu. Hiyo ya SportPesa. Sijakaa sawa. Sikarudisha. Kesha 700. Sijakaa sawa, Barcelona nakufa kule. Tumia. Sasa tuko na SportPesa. Live bet ipo kwa ajili yako. Mechi zinaendelea. Ushindi bado ni wako. Cheza live bet ya SportPesa na ubashiri mechi zako mubashara kabisa. Na mimi nimeipenda pesa kwamba unaweza ukataka utumia yako. Unachukua ndogo. Ukiwa bando usiwe na stress. Timu ya ushindi ya SportPesa inakuletea promotion ya Zero Data. Na Zero Data ni nzuri kama wakati sijui hatakuwa na internet. Una yes. Rafiki zangu wawili watatu walikuwa wanajua ya Zero Data. Cha kufanya jisajili ameingia kwenye tovuti ya SportPesa ukiwa na Vodacom, Airtel ama Yas. Kujisajili unapiga nyota 100 alama ya redi ama unatembelea sportpesa.co.tz, unapakua app kwenye Play Store ama app. Kwa msaada zaidi piga huduma kwa wateja ambayo ni 0764 au nenda kwenye mitandao ya kijamii SportPesa pale Instagram ama X. Sasa watu si ametupiga leo tukae. Jana tulikuwa kwenye biashara hapa. Usimu mwanda atakuua akawa Hapana. Leo tutakuwa na mechi na leo kuna pesa mapema tu. Na tunatakiwa tumwai Muhindi akiwa yuko safarini katika Judea. Yuko akipanda tiketi lakini akijashuka. Lakini yuko na wewe. Hata ulisema natoka wapi? Sasa hivi anaenda Bombay kwa kusanya adhabu. No, kwa
Sport Pesa tuko nao hapa, ulikuwa unataka kuulizia kitu kwa kuna kitu alikuwa anamalizia niende kwa Magunga. Na wakati anza anamalizia na wakumbusha kwamba tunaongea na tunakuta Ahmed ambaye tutazungumza naye. Hapa nitawakatisha, sio? Tuendelee. Nilikuwa nazungumza kwamba Simba kwenye wanajua kucheza michuano ya kimataifa kwa sababu miaka 4 iliyopita ni Simba ambayo kwenye ligi akikutana na Mungo anapoteza Ndanda sijui mtu. Ndeni linapokuja swala la mechi za kimataifa wanabadilika big time. Ni fear factor ambayo wameitengeneza. Kimsingi kama ni kwamba bado hawako vizuri. Simba msimu huu naona vizuri. Kwa maana nikiangalia mechi zao tangu msimu umeanza kuna namna walivyocheza ambavyo wanacheza. Lakini wanarudi pale kwenye mechi za kimataifa huwa wanabadilika. Naweza nikaongea sitaki maneno kwa sababu na wajua vizuri kwenye mechi za kimataifa. Na kwenye makaratasi ukiangalia ile kundi Simba unaweza kumweka nafasi ya 3 nyuma ya De Tunis na Petro de Luanda. Upande wangu mimi wa 3. Lakini unaweza ukashangaa Simba yuko pale ametop au anamaliza nafasi. Sikuelewi of course ni reaction ya mchuano wa kimataifa. Kama ambavyo tunawapa sifa Yanga kwenye ligi kwamba ni timu ambayo inafanya vizuri na consistent na unbeaten. Simba kwenye michuano ya kimataifa lazima tuwape sifa kwamba kwenye nchi ya Mama Samia Simba inajua kucheza mechi za kimataifa. Hilo halifikiki hata kidogo. Wanajua kureact. Kwa hiyo tabaki kwenye makaratasi kuwaweka nafasi ya 3 lakini ukitia na reaction yao ambayo tulikuwa tunaiona kwa misimu 4 sitoshangaa na watu kuwa story kuona Simba wana qualify. Magunga, Simba ni favorite. Unamweka? No, ni kwangu bado. Nafikiri favorite anakuwa mmoja kwa maana ya Esperance de Tunis. Wenzangu wamezungumzia kwa ukubwa sana na tunatakiwa mheshimu Esperance kwa kile ambacho amefanya kwenye mpira wa Afrika. Kuchukua ubingwa mara 4, kucheza finali 9. Jambo dogo, maana yake ampoteza finali na ampoteza finali mbele ya Raja Hearts of Oak. Ampoteza finali mbele ya moto kabisa, finali 2 amepoteza mbele ya National Ahly. Kwa hiyo nafikiri na ukiangalia kwenye hii misimu 6 ya mwisho Esperance amecheza robo finali 3, finali 2 na finali 1. Hapo alipoteza mbele ya National Ahly. Kwa hiyo nafikiri cha muhimu weka sasa hivi wale wameingia Simba naye amecheza mara 5. Sawa. Kitu ambacho mimi naheshimu sana historia sawa. Lakini kitu ambacho nakiheshimu zaidi ni hali ya hizi timu kwa wakati huu tuliopo sasa. Kwa sababu ndo muda ambao mashindano yanaenda kufanyika. Kinachotokea ni kwamba timu ambayo inakuwa na hali nzuri sio tu kiuchumi peke yake, hata kwenye aina ya kikosi ilichokuwa nacho, maandalizi inaweza kupata vizuri zaidi kwenye michuano. Ukirudi msimu ambao Petro Atletico alifanya vizuri zaidi ni 2001 pamoja na msimu wa 21-22. Lakini nitakwambia msimu wa 21-22 ni msimu ambao Wydad Athletic Casablanca alikuwa bingwa wa Champions League. Msimu huu Wydad Athletic hayupo kwenye michuano ya kimataifa, kwa nyakati zinabadilika. Hayupo kwenye hii michuano ya Champions League. Kwa nyakati zinabadilika. Zamalek tulikuwa tunamshuhudia kwenye michuano ya kimataifa kwa maana kwenye Champions League. Lakini siku za hivi karibuni amekuwa anapata wakati mgumu. Cheza shirikisho, unanielewa? Raja Casablanca ingetoka. Zinabadilika. Lazima uheshimu pia hata ambao wamerise kwa miaka hii. Tukirudi kwa asili kwamba sio favorite. Nini ambacho kinanyima kuwa favorite? Lakini pia kwa maana nyingine eneo gani na Simba ambalo haliko sawa sawa linaweza likawapa shida kuja ambalo wapo? Simba sio favorite ama sio chaguo kwanza mbele ya Esperance kwa sababu ya ubora wa Esperance kwa sasa na hata kwenye historia ya michuano ya Simba kumpea na wapinzani wengine na mimi namweka Simba nafasi ya pili kwa sababu mbele ya Petro Athletic of course, kwa sababu Simba likifanya kwa hii msimu hivi karibuni unampa hiyo heshima.
mara ya mwisho anacheza michuano ya kimataifa ni 21-22. Simba mara ya mwisho anacheza michuano ya kimataifa msimu uliopita. Na wakati mwingine hata Simba watakuwa wanajiuliza the same kwa Esperance, lakini hivyo kwa Stade Malien kwamba hawa watu walipotea hapa katikati. Kama wamerudi maana yake kuna kitu cha ziada ambacho mkiongeza kwenye timu yake, kwenye timu yao. So wakati wenyewe wameanza kuboresha upya ili kurejea kwenye michuano ya kimataifa, Simba anaboresha ili kuendelea kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa watu wawili huwezi kufananisha. Yaani ambaye ameboresha timu ili kurudi na ambaye tayari yupo kwenye hiyo safari lakini anafanya maboresho kuendelea kufanya vizuri zaidi. Lakini 2024 Petro amecheza michuano ya kimataifa. Mbona umesema mara ya mwisho kucheza ni 2021? Kwa sababu nakumbuka walikuwa na kina TP Mazembe. Walifungwa nyumbani na TP Mazembe. Nakumbuka. Timu ambayo imekuwa inaapia. Wale waliokuja wa Angola ni watu gani? Kwenye timu ya taifa naambia tumalize na swala la Mzize. Timu ya taifa kikosi kimetajwa. Yes, kikosi kimetajwa. Yakub Suleiman kutoka, yupo Hussein Masalanga kutoka Singida, Omari Kapombe kutoka Simba, Mohamed Hussein kutoka Young Africans, lakini pia yupo Alphonse Mabula kutoka Chamampi ya Azerbaijan, yupo Mudathir Yahya kutoka Young Africans, Wilson Nangu kutoka Simba, lakini pia yupo Novatus Dismas kutoka Msindo kutoka Azam, ya Uingereza, Dickson Job kutoka Young Africans, Habib Idi kutoka Singida, Alakia kutoka Profesa Salma na Rich haya, kikosi mmekisikia jamani. Kocha katupa kila kitu. Bado watu wanataka na mchanga tuweke Evans. Watu kama Acheni hiyo mambo bwana. Nasemea watu kaka. Twende na Evans pale. Evans, yes. Kikosi kimetajwa na kilio chetu ilikuwa ni Calvin John anafunga Denmark pale. Na haitwi. Sasa coach kamleta, timu tunayo, AFCON tunakwenda kutamba. Inawezekana. Ndiyo. Lakini haiwezi kuwa rahisi. Yaani inawezekana kutamba na haiwezi kuwa rahisi vile vile, kwa sababu hata kipindi ambacho tumewahi kuwa na wachezaji ambao wako kwenye level ya ubora kuliko hata Calvin John, hatukuwahi kufanya hayo maajabu. Tukubaliane. Yeah. Tumewahi kuwa na Popa kwenye ubora. Hatukuwahi kufanya maajabu yoyote. Tulikwenda AFCON. Hatukuwahi kufanya maajabu kwenye hiyo AFCON. AFCON hivi tumewahi kushinda mchezo. Kushinda mechi moja tu ya mchezo wa AFCON. Tuna Popa wa moto. Tulikwenda tukarudi 2019. Tulirudi na alama ngapi? Moja. 2020 na ngapi? Na 2021 tukwenda, tumeenda 2023. Tumerudi na alama 2. Ndo nakwambia. Ndio hii sasa tunakwenda na Kevin. Ndo nakwambia tulikuwa na Popa wa moto. Lakini tulikubaliana kwamba tuwe na uhakika wa kufuzu kwanza. Tukishakuwa na uhakika wa kufuzu ndo tuanze kujiandaa. Tunazungumza kwenye uhakika wa kufuzu. Si ndio? Bado uhakika sio 100% kwa sababu haiwezi kuwa kama ambavyo anafuzu Morocco ndo ambavyo Taifa Stars wanafuzu. Haiwezi kuwa hivyo. Bado tuna hiyo struggling. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba inaweza ikawa ni AFCON ya sisi kupata mafanikio.
ni sisi kwenda kukimbiza kile ambacho hatukuwahi kukipata, angalau tushinde hata mchezo mmoja. Tukirudi na alama